Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2024, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne, kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kumbuka kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Sheikhani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Majaliwa, hakuna anayeweza kuvunja muungano, ajivunia udugu wa Tanzania, agiza wananchi wasikilizwe, mwenge bendera kupandishwa tena mlima Kilimanjaro. Habari katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili. Msuya EAC izalishe kuzingatia mahitaji. Habari katika ukurasa wa 3. Mvua za ua watu 15 wiki moja. Habari katika ukurasa wa 20. Lakini pia gazeti hili limeandika mapya, mikopo ya kausha damu, wakopaji wa waficha wenzao, ndoa za vunjika. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika CCM yataka uadilifu, maadili kumwenzi Nyerere. Habari katika ukurasa wa 2. Biteko eleza umuhimu alama za Sokoine. Habari katika ukurasa wa 2. Mbunge afariki, bunge lahirishwa hadi April 15. Habari katika ukurasa wa 20. Lakini pia gazeti hili limeandika Mavunde aombwa kuwa makini na jicho la serikali. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti hili likipambwa na habari picha ikimwonyesha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akizindua nembo ya maadhimisho ya miaka 60 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dodoma jana. Kushoto ni waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais, muungano wa mazingira, Dr. Suleiman Jafo. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni uchaguzi waingiza vigogo hawa vitani, kila upande wapambana kusaka uongozi ndani ya chama, kanda moto za tajwa, wenyewe wafunguka, huku wasomi wakitoa angalizo. Habari katika ukurasa wa 5 gazeti hili kipambwa na habari picha ikiwaonesha viongozi mbalimbali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Sugu, Msigwa, Heche, Lema pamoja na Aisha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5 gazeti hili. Gazeti hili limeandika jamii baba wa mtoto wa kambo amfukia kwenye shimo la takataka. Habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika sitamani yaliyotokea uchaguzi 2019-2020 yajirudia. Habari katika ukurasa wa 4. Taasisi mpya katikati ya matumaini changamoto. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mafuriko ya 15 Rufiji, mambo tete. Habari katika ukurasa wa 6. Lakini pia gazeti hili limeandika Makonda hatua na makali ya Arusha, aonya watendaji wazembe wavivu. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Linalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ang'arisha Tanzania Afrika, miaka 3 ya uongozi wake amewezesha kuwa miongoni mwa nchi zenye barabara bora Afrika, sehemu kubwa zinapatikana majira yote. Habari katika ukurasa wa 4. EPZA FSD Africa zaingia makubaliano. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika Watanzania fanyeni kazi kumwenzi Sokoine. Habari katika ukurasa wa 4. Majaliwa tutaendelea kuthamini muungano wetu. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika wananchi kipunguni da kulipwa fidia. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Serikali ufungua ofisi ya forodha Nyamisati. Habari katika ukurasa wa 15. Watu 90 wafa maji Msumbiji. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika wazazi na usingizi mnono baada ya Samia kuwafuta aibu shuleni. Habari katika ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Jijere tu sasa ni katika gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Makonda anza na maagizo 6, magari 100 yampokea, yakijivunia alikotoka, ameacha rekodi. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. ACT inataka Majaliwa akaone uhalisia Rufiji. Habari katika ukurasa wa 20. Wabunge walia sheria ya kikokotoo ifumuliwe tena. Habari katika ukurasa wa 20. Lakini pia gazeti hili limeandika V8 lenye namba za serikali la naswa
likiwa limebeba uhamiaji haramu. Habari katika ukurasa wa pili. Mbunge aibua madai mazito kinachoendelea Ngorongoro. Habari katika ukurasa wa tatu. Udhibiti ubora wa chakula kurudishwa TMDA baada ya kuhamishiwa TBS. Habari katika ukurasa wa tano. Lakini pia gazeti hili limeandika Mo Benchika wajifungia Simba. Habari katika ukurasa wa 24. Lakini pia gazeti hili limeandika Gamondi aionya Yanga FA Cup. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Jicho letu sasa ni katika gazeti Uhuru kweli daima, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni kongamano la Nyerere la Dr. Nchimbi ashauri kuanzishwa vyuo vya kupika viongozi. Lengo ni kuimarisha uadilifu, maadili na uzalendo, kuliepusha taifa na wapiga dili. Habari katika ukurasa wa pili. Gazeti hili likiwa na nukuu ya katibu mkuu wa CCM Dr. Emmanuel Nchimbi ikisema kazi ni kipimo cha utu. Mwalimu aliandaa viongozi kwa kupata viongozi waadilifu. Vianzisho vyuo vingine kama hivi kufundisha maadili kwa viongozi wa taifa hili. Habari ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Rais Samia ataka Tanzania kutafakari maisha ya Karume. Habari katika ukurasa wa tatu. Mongela awaomba viongozi kumpa ushirikiano Makonda. Habari katika ukurasa wa sita. Lakini pia gazeti hili limeandika Majaliwa jivunieni muungano. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amewataka Tanzania kuendelea kulinda, kuenzi, kujivunia na kuthamini muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Habari katika ukurasa wa pili. Ripoti ya baini ushiriki mdogo wa wazawa miradi ya ujenzi. Habari katika ukurasa wa sita. Waziri wa Ujenzi Innocent Bashungwa amesema uchambuzi wa taarifa za usajili wa miradi ya ujenzi kwa miaka 10 kuanzia mwaka 2013 hadi 2023 umebaini ushiriki mdogo wa wazawa katika ujenzi wa miradi. Vigogo AICC matatani. Kituo cha kimataifa cha mikutano cha AICC kimewasimamisha kazi wakurugenzi watatu na maofisa waandamizi watatu kutokana na tuhuma za kukiuka taratibu na kanuni za uendeshaji wa mashirika ya umma. Habari katika ukurasa wa pili. Mvua yasababisha vifo nchini. Habari katika ukurasa wa 17. Mpiga picha Uhuru afariki azikwa Pemba. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Inalo gazeti Jamhuri lenye husema tunaanzia unapoishia wengine. Habari iliyopewa kipaumbele ni NHIF kichomi, Muhimbili Bugando KCMC, rufaa Mbeya wasema kitita kitawaua, watapoteza theluthi ya mapato, wahoji wagonjwa kulipishwa vitendanishi. Profesa Janabi, Dr. Bwanji, Dr. Fabian watu wa neno ukweli haupingwi, waajiri kulipia nyongeza tiba 40%, hospitali binafsi kupunguzwa kazi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dr. Doto Biteko achokuzwa tena. Trekta la mwenyekiti wa CCM latumika wizi TANESCO. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Utata kusulubiwa Kristo Golgotha na msalaba. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 10. Lakini pia gazeti hili limeandika TRC mambo makubwa SGR ya njiani. Habari katika ukurasa wa 12. Paul Kagame shujaa au dikteta. Habari katika ukurasa wa 17. Lakini pia gazeti hili limeandika imekwisha hiyo. Habari katika ukurasa wa 24. Sitani kwa heri balozi Dr. Kamala. Habari katika ukurasa wa 7. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri katika ukurasa wake mbele Jumanne leo. Ninalo gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na wazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi atoa shukrani za familia. Habari katika ukurasa wa pili. Profesa Misango afafanua ongezeko la riba BOT. Habari katika ukurasa wa 3. Nembo kauli mbiu miaka 60 ya muungano vyazinduliwa. Habari ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Bei ya petroli diesel yapanda tena. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi afanya uteuzi. Habari katika ukurasa wa pili. Hakuna maendeleo mazungumzo ya Cairo ya usitishaji vita Hamas. Habari katika ukurasa wa 9. Mkurugenzi ahimiza ulinzi wa utoto Eid al-Fitr. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na wazi. Pata nakala yako some kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Tanzania Leo sauti ya Mtanzania lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Samia ang'ara kasi ya uwekezaji. Mchambuzi aeleza manufaa yake asema. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Makonda avunja ukimya Arusha awaonya watumishi ataja vipaumbele 6. Habari katika ukurasa wa 3. Mashungwa amng'oa mtaalamu barabara kibaoni Mlele. Habari katika ukurasa wa 4. Fisi
aua watoto watatu familia moja. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Tumwenzi Sokoine kwa kufanya kazi Dr. Biteko. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali tuendelee kuthamini muungano wetu. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika bunge la charuka, magari ya serikali kukutwa baa. Habari katika ukurasa wa pili. Magwiji wa afya Afrika kujifungia daa. Habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Ninalo gazeti wa Machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Biteko anadi sera za hayati Sokoine, sema alikuwa mwandamizi wa kusema rushwa na ufisadi, asisitiza mageuzi na maboresho katika sekta ya kilimo iwe kimbilio. Habari katika ukurasa wa pili. Majali watu wa msimamo dhidi ya muungano, ataka uendelee kuthaminiwa. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Abbas akemea rushwa, ubadhirifu askari wapya wa TFS. Habari katika ukurasa wa 4. Mwigulu, serikali ya Rais Samia kuanza kulipa fidia wananchi wa Kipawa. Habari katika ukurasa wa 4. Bashungwa apiga chini wataalamu wanaosimamia barabara ya Kibaoni Mlele. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, na mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kiwa michezo na burudani. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Azizi Ki afunguka ishu ya Mokoena, aeleza mchongo mzima ulivyo. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ijayo ni Dodoma dhidi ya Yanga Sports Club kesho Jumatano, mchezo wa shirikisho. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Story ya Mayele na Simba, habari katika ukurasa wa 15. Muuaji wao wasukwa, habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ni kombe la shirikisho leo Jumanne, Mashujaa dhidi ya Simba, mchezo unapigwa saa 10 kamili jioni. Usiku wa kubwa ni leo Jumanne, Arsenal vs Bayern, mchezo unapigwa saa 4 kamili usiku. Emirates Madrid vs Man City, mchezo unapigwa saa 4 kamili usiku. Undani wa taarifa hizi ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. UEFA kesho Jumatano ni PSG vs Barcelona, mchezo unapigwa saa 4 kamili usiku, Parc des Princes. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanaspoti. Mwanaspoti likipambwa na hadithi ya jana dume sehemu ya kwanza katika ukurasa wa 16. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Ninalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika Simba hasira kwa Mashujaa, Simbu azoma milioni yatabiriwa makubwa Olympic Ufaransa 2024, wakongwe wa soka wamlilia mkati. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Kipchoge aidwa timu ya Olympic Kenya, habari katika ukurasa wa 23. Msigwa asisitiza maendeleo chuo cha michezo, habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika Mobe Nchika kujifungia Simba, kumpa rongo la kusaka nyota wapya wa kimataifa, hasira kafu kwa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 23. Gamondi aionya Yanga FA Cup kwa Dodoma Jiji, habari katika ukurasa wa 23. Pochettino aliana wachezaji, habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Nalo gazeti wa Machinga katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika Yanga Sports Club wasili Dodoma kutetea kombe la FA Jumatano, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Beki wa zamani Yanga Suleiman Mkati afariki dunia. Azam FC yatoa semina ya ukuzaji vipaji kwa vituo 10, habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.